Hata siku moja kijana usije ukasema haiwezekani, wala usije ukasema fursa hii ni ya watu fulani. Siku zote usijiambie hapana kabla hujajaribu. Kuna milango inayofunguka kwa kutumia ufunguo, lakini siku hizi kuna milango inafunguka pale unapoisogelea, inaitwa automatic door. Ukikaa mbali ni kweli mlango umefungwa, lakini ukikaribia unagundua ule mlango ulikuwa wazi, ulikuwa unakusubiri uweze kusogelea. Unapoona fursa, usiseme fursa tayari na watu, useme fursa tayari imechukuliwa. Kama kila mmoja akisema hii fursa ni ya mtu fulani, ina maana hii fursa itabaki haina mtu yote. Na ukifeli mara moja, usiseme kwamba nimefeli. Wanasema there's no failure in life, you either win or you learn. Unajishinda au unajifunza. Hakuna kushindwa kwenye maisha. Unaposhindwa kitu kimoja, jeni mara nyingine. Washindi kwenye maisha sio wale ambao wana uwezo mkubwa sana. Washindi kwenye maisha ni wale wasiokata tamaa. Siku moja nilishia kwenye Facebook pale, nikaonyesha biashara 11 ambazo nimezifanya na zote zilifeli. Kabla sijafanikiwa kwenye biashara ambazo ninazo sasa hivi, zote zilifeli. 11 nilipoteza na mitaji yangu. Lakini sikuacha. Kwa nini? Kitu chochote kinachokupiga uanguke chini, inuka mara nyingi mpaka kichoke kikupiga, kisema huyu jamaa ameshindikana. Ndio maisha yalivyo. Kwa hiyo uwe na attitude ya kushinda. Washindi kwenye maisha sio wale wenye akili sana. Washindi kwenye maisha sio wale ambao wana uwezo mkubwa sana. Washindi kwenye maisha ni wale wasiokata tamaa. Wanaosoma neno la Mungu, Biblia inatueleza, inasema mbio sio kwa wale wenye kasi, vita sio kwa wale wenye nguvu, lakini bahati na wakati unawapata wote. Na wewe pia hivyo hivyo. Usiseme kwamba mimi siwezi, mimi sifai, au mimi sitafanikiwa. Hapana. Jaribu tena na tena na tena mpaka pale kile kinachokufelisha kiseme huyu mtu ameshindikana kufelishwa, ngoja tumwachie tu tuende kwa watu wengine. Maki kubwa ya watu wanaofanikiwa ni resilience na consistency. Chochote ambacho unataka kufanya kwenye maisha yako, amua kukifanya kwa kumaanisha. Usiingie katika mkumbo wa vijana waliokata tamaa. Hakuna faida yote katika kukata tamaa. Umeshajaribu vya kutosha. Kile ulichokijaribu na nguvu uliyotumia ikupe faida. Kama umeshakimbia tayari umepoteza nguvu tayari. Kama ulishawekeza tayari umeshapoteza fedha tayari. Sasa haina faida ya kukata tamaa. Amua kwamba jasho ambalo lishakutoka tayari, muda uliotumia tayari, uwe na faida kwenye maisha yako. Amua kuwa kijana ambaye unaamini katika ndoto yako. Na yote inawezekana. Watu milioni 1 wakikwambia wewe unaweza, wewe ukasema hauwezi, hautaweza. Lakini watu milioni 1 wakakwambia hauwezi, wewe mwenyewe ukajiambia unaweza, utaweza katika maisha. Sio kuhusiana na watu wengine, ni kuhusiana na wewe mwenyewe. Serikali iko pamoja na nyinyi na mustakabali wa Tanzania uko mikononi mwenu. Katika mapato yanayohusiana na 10% kwa ajili ya vijana, kwa sasa kwa mkoa umeshatoa shilingi bilioni 1.2 kwa vikundi 135 katika halmashauri zote, ikiwa ni fedha za mapato ya ndani 10%, shilingi 909 milioni, na kwa vikundi 90 kwa fedha za marejesho ambazo ni milioni 297.8 kwa vikundi 45. Kwa mwaka 2025 vijana 13999, wanaume 6417, wanawake wakiwa ni 7582 walishiriki katika makongamano ya vijana. Makongamano hayo yamekuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha mahusiano kati ya serikali na vijana au serikali na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, mwaka 23 mpaka 25 jumla ya vijana 1890 kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo pamoja na vijana walioko nje ya mfumo wa elimu walishiriki programu hii yenye kauli mbiu mwili wangu maisha yangu katika ulimwengu wa kidijitali. Serikali kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali imeendelea kushirikiana katika masuala mazima ya kuwainua vijana na kuwajengea uwezo wa kujiajiri. Leo tuna uzinduzi wa platform kupitia vyuo vikuu ambayo ni mahususi sana kwa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa hiyo hapa tuna vyuo zaidi ya 14 ambavyo vya mkoa wa Singida, na tulikuwa na idea ya uandishi wa andiko mradi. Vijana zaidi ya 300 wamejitokeza kuandika andiko mradi, na tumepata 5 ambao wataongea mbele ya Mheshimiwa Waziri, na 3 watapata zawadi. Mshindi wa kwanza milioni 2.5, wa pili milioni 1.5, na wa tatu milioni 1. Lakini pia watapata mafunzo na watamizi wa karibu kabisa ili kuuza biashara zao.
Tunaona hii imekuwa ni kama fursa kwa upande wetu, na hii ni fursa kubwa sana, sio kwa vijana wa mkoa wa Singida pekee, bali ni kwa vijana wa mikoa yote nchini Tanzania. Cha kuwashauri vijana ni nini? Tuzidi kufuatilia platform yetu hii na tuzidi kujihusisha sana na platform ya vijana. Lengo ni kujua ni nini kinaendelea na kupata ujuzi tofauti tofauti. Baada ya hapo tutegemee kupata mazuri zaidi kutokana na uwepo wa wizara hii ya vijana na platform iliyopo ndani ya wizara ya vijana.